mpaka katika simu zao lazima wahakikishe kwamba hii simu yangu ina M-Pesa. Ndio. Ina M-Pesa hapa, kama haina hawezi kununua simu yenyewe. Kwa hivyo inamaanisha kwamba M-Pesa ni muhimu katika transactions zako. M-Pesa imekuwa muhimu pia katika, kama ulivyosema, katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani ambao ndio tumeondoka ndani yake. Ilikuwa muhimu sana katika kufanya michango, muhimu sana kuhakikisha kwamba katika zile transactions zetu za kila siku tulikuwa tunazifanya kupitia M-Pesa yenyewe. Kwa hivyo M-Pesa imekuwa ni kama rafiki ambaye lazima utembee naye huyo. Kabisa. Ni rafiki ambaye huwezi kumwacha. Kumwepuka. Na miaka zikisonga hatuwezi kumwacha huyo M-Pesa. Na hususan kule kwamba wamekuwa wasaidizi wakubwa sana na washirika katika kukuza hali za kiuchumi na kuinua zile biashara ndogo ndogo. Msikilizaji, baada ya kukupa habari njema hizo kutoka kwa M-Pesa ambayo bado M-Pesa inatutakia kheri na baraka wakati huu tunapoendelea. Tungependa kumtaka radhi kidogo tu msikilizaji atuwie radhi kwa kuwa tulikuwa tumekuandalia mada nyingine, lakini kutokana na public demand na tukio ambalo linaendelea kwa hivi sasa tunavyozungumza, kuna ule mchezo ambao tulikuwa tumeutaja kutoka kwa Butere Girls High School ambao walikuwa wameuandaa ule mchezo wenyewe ukawa umesitishwa, umekatazwa, serikali imekataa mchezo huo ufanzwe. Mahakama ikasema la, mchezo ni kama michezo mingine na upo sawa kabisa mchezo huo kuonyeshwa katika mashindano yale ya ubunifu pamoja na film kwenye shule. Lakini as we talk right now, wanafunzi wa Butere, wasichana wa Butere wamekataa kuonyesha ule mchezo kwa sababu director, mwandishi wa huo mchezo Bwana Cleophas Malala amezuiliwa, hayupo ndani ya eneo ambalo mashindano hayo yanaendelea. Hiyo basi wameambiwa wao wametoka katika hali ile ya kuprotest tu. Tupate hali halisi jinsi ilivyo katika tukio hivi sasa ambavyo tunazungumza.